إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه ليوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمنا أماني متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. Ninakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bila kuisahau nafsi yangu kuihusia kunako jambo hilo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, unwani ya mazungumzo yetu ya leo hii ipo chini ya aya inayopatikana katika sura ya 15 Suratu Hijri. Allah anazungumza wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi mpaka ukujilie ukweli, maana yake mpaka kifo chako. Chini ya aya hii tutaangalia 5 maayir, vipimo vitano ambavyo kila mmoja yapaswa ajipime kwavyo kwa kila alodiriki Ramadhani iliyopita. Ndugu zanguni, lengo kuu la Ramadhani ni kutufanya kuzidisha utii kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na utii una maayir, una vipimo vyake ambao vinaonesha utii huo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi alhamd, katika Ramadhani jitihada zilikuwa ni nyingi za kutekeleza ibada ya swala kwa waliokuwa hawasali kabla, za kukithirisha ibada za sunna mbalimbali ikiwemo swala tarawih na ibada zinginezo. Tujipime kwa matano haya. Kama hatunayo matano haya, basi Ramadhani yetu itakuwa na walakini na umashaka. Kama tunayo, walillahi alhamd. Kama hatunayo haya, basi tuyazidishe na kukithirisha, tuendelee nayo katika msimu huu wa baada ya Ramadhani. Ibadallah, enyi waja wa Allah, jambo la kwanza ni utekelezaji wa ibada ya swala. Ndani ya Ramadhani kuna watu au kuna kundi litekeleza vizuri kabisa ibada ya Ramadhani, lakini kabla ibada ya swala, lakini kabla walikuwa hawaswali. Ikiwa ulikuwa huswali kabla ya Ramadhani, ndani ya Ramadhani ukaanza kuswali, kisha ikaisha Ramadhani ukaacha, basi kuna walakini wa Ramadhani yako haikuweza kufikisha kwenye lengo. Na Allah anasema hafidhu ala salawati was salatu alwusta wa qumu lillahi qanitin. Allah anazungumza katika sura ya pili, Suratul Baqara, aya 238, hifadhini swala zote, hasa swala za kati na kati, la asiri au alfajiri, na pia msimame mbele ya Mola wenu mlezi kwa ajili yake, qanitin, mkiwa ni wenyekevu. Tumeamriwa kuzihifadhi swala, ni kuzidumisha, wala si katika kipindi kifupi tu cha Ramadhani na baada ya Ramadhani kuziacha. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa usia aliyokuwa akihusia kabla ya kuiacha dunia, kuiaga dunia, alisema as-sala 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 wama malakat aymanukum. Hala msiiache swala, msiiache swala, msiiache swala. Maana yake ni kitu muhimu na chapaswa kila mmoja kukidumisha katika maisha yake.
wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi mpaka ikufikie umauti wako. Ndugu zangu, nukta ya pili ya kujipima, ulikuwa ni mtekelezaji wa ibada ya swala kabla ya Ramadhani, swala za faradhi, na pia ndani ya Ramadhani ulitekeleza swala ya faradhi vilivyo, lakini ukaongeza nawafil na sunna mbalimbali ikiwemo qiyamul layli au swala ya tarawih. Kila mmoja ajiulize, tuna zaidi ya masiku 12 hivi. Je, mara ya mwisho ni lini kusimama usiku kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala au kusali swala za usiku? Maana yake kama hapa tumefeli, tunakwenda kuwa na mashaka na Ramadhani yetu. Na Allah anasema, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa rabbuka an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah anazungumza katika suratu Isra, sura ya 17 aya 79, wa minal layli, na nyakati za usiku, fatahajjad bihi nafilatan laka, tumia wakati wa usiku kutaka kuswali swala za usiku, nafilatan ikiwa ni swala za khiyari, yani za sunna, qiyamul layli, tena ni kwa ajili yako. Asa, huenda Mola wako mlezi akakuweka na kukuinua katika daraja ya hali ya juu mno. Ukitaka uwe daraja ya juu katika maisha yako ya kila siku, katika mazingira yako unaoishi, katika jamii unayokuzunguka, basi dumisha visimamo vya usiku. Hiyo ni jambo la muhimu mno, na ujira wake ni mkubwa mno, na fadhila zake ni kubwa mno. Na Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza ndani ya Qur'ani pia katika sura 32 sura As-Sajda, aya kuanzia aya 16 mpaka 17, anasema, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, zinainuka mbavu zao waumini wa kweli zikiacha vitanda vyake, yad'una rabbahum, kwa ajili ya kumuomba Mola wao mlezi, yani kuswali swala za usiku, tena khawfan, wakikhofu adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, wa tamaa, na wakitumai malipo mema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, nafsi haifahamu, bima ukhfiya lahum, kile ambacho Allah amekificha kwa ajili yao malipo yao, min qurrati a'yunin, katika vitu ambavyo ni viliwazo na vituwazo na vizuri katika macho, ni jaza njema na malipo, bima kanu ya'malun, kwa wale ambao wanatenda kusimama usiku. Ulikuwa unaswali tarawehe, basi qiyamul layli bado ipo. Na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema, fadlus salah, afdalus salah ba'da al-fariida salatul layl, swala iliyokuwa bora kuliko zingine baada kutekeleza ibada ya swala ya faradhi, basi ni swala ya usiku. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka ukifikie umauti. Jambo lingine la pili, la tatu, ndani ya Ramadhani tulikithirisha kusoma Qur'ani. Kuna mtu nilizungumza naye katika Ramadhani 12 hivi, ananiambia, bwana, mimi nishamaliza msahafu mara 2 na sasa nimeanza mara ya 3. Lakini si ajabu, huenda katika masiku haya 10 hata aya moja hajasoma zaidi ya zile ambazo anasoma ndani ya swala. Tusiache Qur'ani pia katika miezi hii mingine. Yalikuwa ni mazoezi na kutuandaa tuwe ni wasomaji wa Qur'ani katika maisha yetu. Allah subhanahu wa ta'ala zungumza ya Qur'an katika sura Furqan, sura ya 25 aya 30, wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Anasema mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika umma wangu umeihama Qur'ani. Kama wewe ulisoma Qur'ani katika Ramadhani na sasa tu katika masiku kadhaa zaidi ya 10 hata aya moja hujasoma, maana yake ni miongoni mwa watu waliohama Qur'ani. Maana yake mazoezi ya Ramadhani yana mashaka kwa wewe, huenda hajakusaidia. Kila mmoja ajipime katika hili. Je, mara ya mwisho na Qur'ani baada ya Ramadhani ni lini? Ndugu zanguni, Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam amesema sana katika masala ya Qur'an.
Akasema atakayesoma Qur'ani kwa kila herufi moja anapata jema moja, na jema mfano wake ni sawa na thawabu 10. Kisha kafanua, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Akasema sisemi kwamba kusema alif lam mim ni thawabu 10, la hasha wa kalla, bali ukisema alif thawabu 10, lam thawabu 10, mim pia ni harufi ni thawabu 10, maana yake ni thawabu 30. Tukithirisha kusoma Qur'ani katika masiku haya ya baada ya Ramadhani. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka umauti ukifike. Ndugu zangu, ni katika Ramadhani wengi wetu tulijitahidi kulinda ndimi zetu. Nikitukana, nikisema uongo, nikisengenya, nitaharibu saumu yangu. Jiulize, baada ya Ramadhani, je, tabia hii umeiendeleza? Ambacho tukifahamu inayoharibika, ibada inayoharibika kwa ajili ya maneno yetu au mazungumzo yetu, si saumu peke yake, bali kila aina ya ibada ikifatizwa na maneno yasiyo mazuri inaharibu ibada zako, si saumu peke yako. Kwa hiyo swala yako ya faradhi, hija yako, sijui zaka yako, saumu yako, swala yako, kama huichungi ukazungumza hovyo hovyo tu, basi pia inaharibika, na si Ramadhani au saumu pekee inaharibika kwa maneno yetu tunayosema. Allah subhanahu wa ta'ala zungumza na Qur'an katika sura al-Baqara sura ya 2 aya 264 anasema, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, enyi mlioamini msiziharibu sadaka zenu kwa masimbulizi, yani masimango, wal adha na maudhi. Ni mfano mmoja wa kuharibu ibada kwa maneno yetu. Lakini mafahamu ya ibada ya hija, fala rafatha wala jidala fil hajj, katika hija hapapasi kuzungumza maneno mabaya wala mijadala isiyokuwa na maana. Katika hija ya mtu inaharibika. Je, jiulize, baada ya Ramadhani umeendelea kuuchunga ulimi wako ili kuzihifadhi ibada zako? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi mpaka ikufikie umauti wako. Jambo la 4 hilo. Jambo la 5 katika vipimo, ulikuwa unafunga Ramadhani, walillahi alhamd, lakini kuna funga mbalimbali baada ya Ramadhani. Kuna funga ya siku ya Jumatatu na Alhamis, unazifunga? Kila mmoja jawabu analo yeye. Kama huzifungi, ikague tena ibada yako ya saumu, maana yake ina walakini. Sisemi kwamba haijasihi, ina walakini, kwa sababu haijakufikisha kwenye lengo la mazoea ya kufunga katika maisha yako, ambalo ndio lengo la kufikia ucha Mungu. Na kipimo kizuri zaidi, tupo katika mwezi wa Shawwal. Umefunga siku ngapi za Shawwal? 6 zinapatikana katika mwezi huu wa Shawwal, mwezi mzima. Umefunga 6 zote, walillahi alhamd. Hujafunga hata moja, vipi Ramadhani yako ilikuwaje? Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama Ramadhan wa atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami ad-dahri kullihi, atakayefunga mwezi wa Ramadhani na akafuatisha masiku 6 baada ya Ramadhani ya mwezi Shawwal, ujira wake ni mfano wa mtu ambaye amefunga maisha yake yote. Jipime sasa, umefunga 6, jana ilikuwa Alhamis, umefunga siku ya Alhamisi. Hizi ni maayir na vipimo vya kukagua ibada yetu iliyopita ya Ramadhani. Tujitahidi kwenda sambamba na yale mafunzo tuliojizoesha katika kipindi cha masiku 29 au 30 katika kujifunza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka ukufika umauti wako. Istaghfiru rabbakum antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah, thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. يقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Enyi waja wa Allah, na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bila kuisahau nafsi yangu kuihusia kunako jambo hilo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mazungumzo yetu yamezungumza juu kupitia aya inayopatikana katika suratu Hijri sura ya 15 aya 79
Allah anasema muabudu Mola wako mlezi mpaka ikufikie mauti yako. Tumetazama vipimo vitano ambavyo kila mmoja ajipime kwavyo vipimo hivyo ili aweze kufikia ucha Mungu, ambao ndio lengo na kusudio kuu la malengo ya saumu iliyopita masiku machache yaliyotangulia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر صحابته أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وكل من له حق علينا يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.